الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله المحسنين ورب الطيبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na baada kustaka rehma na amani zimfikie nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kwanza sote kusema alhamdulillah kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatufikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na kawaida ikifika tu Rajab, ikifika Shaaban, tayari mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kawaida ya kumulilia Allah kwamba balighna Ramadan, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala utufikishe mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alhamdulillah, mimi na wewe tukingali wazima na Allah subhanahu wa ta'ala katufikisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo mada ambayo tutaizungumzia katika hii Ijumaa ya kwanza, tutazungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza ambalo tutazungumzia itakuwa mabadiliko makubwa ambayo huwa yanatokea ikiingia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ndio itakuwa point yetu ya kwanza. Na point yetu ya pili tutazungumzia mambo 5 yule ambaye atakayefunga kwa ikhlas, atakayekuwa mkweli katika kufunga kwake, basi atapata faida 5 insha Allah. Kwa hiyo ndio mambo 5 ambayo tutaizungumzia. Kwa hiyo mabadiliko makubwa ambayo yanatokea katika mwezi huu wa Ramadhani, na vile vile ukifunga kisawasawa kuna mambo 5 ambayo utakayopata kama vile zawadi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ndio itakuwa mada, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe ili tuweze kuizungumzia hii sujet insha Allah. Kwa hiyo nikianza kwenye pointi ya kwanza bila kupoteza muda, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, anasema idha jaa Ramadhan inapokuja, angalia mabadiliko ambayo yatakayotokea itakapokuja mwezi mtukufu wa Ramadhan. Futihat abwabul janna, milango ya pepo huwa inafunguliwa. Wa ughliqat abwabun niran, na milango ya moto huwa inafungwa. Wa sulsilati shayatin, na mashetani huwa wanapigwa minyororo, huwa wanafungwa. Kwa nini? Kwa sababu Ramadhani imeingia. Angalia mabadiliko kama haya ambayo yanatokea, ambayo sio ya kawaida. Kwenye mwezi wa Shaabani haikuwa hivyo, wala mwezi wa Rajab haikuwa vile, na miezi mingine yote haikuwa hivyo. Lakini inapoingia tu mwezi mtukufu wa Ramadhani, tayari mabadiliko moja ajibu yanatokea. Milango ya pepo inafunguliwa, milango ya moto inafungwa, na mashetani wanapigwa kamba. Hii ni kuonesha utukufu wa mwezi huu wa Ramadhan. Na vile vile sio hiyo tu, bali utukufu wa mwezi huu wa Ramadhan huwa ikiingia Ramadhan, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba ikiingia Ramadhan huwa inanadiwa, ya baghi alkhair, ewe mwenye kutafuta khair, aqbil, jikurubishe kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya taat. Wa ya baghi alshar aqsir, na wewe ambaye mwenye kutafuta shari, wewe ambaye umekutafuta maasi, kifaya, inatosha. Kwa sababu mwezi huu wa Ramadhani sio mwezi wa maasi, wala sio mwezi wa kufanya makosa, bali ni mwezi ambao wa kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia mabadiliko makubwa kama haya. Mwezi wa Shaaban kawaida, mwezi wa Rajab, lakini kiingia Ramadhani sauti huwa inanadiwa kwamba ewe mwenye kutafuta khairi, zidisha kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Na wewe ambaye mwenye kukimbilia katika shari, mwenye kukimbilia katika maasi, basi punguza, kifaya, mwezi huu sio hayo. Hii ni kukuonyesha mabadiliko ambayo huwa yanatokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, changement kubwa ambao huwa yanatokea katika ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu umeingia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa ndugu zangu Waislamu, hiyo ilikuwa ni pointi ya kwanza, kukuonyesha ukubwa wa mwezi huu na mabadiliko na changement ambao huwa inatokea inapoingia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Navuka kwenye pointi ya kwanza, naingia kwenye pointi ya pili.
mambo matano ambayo ukifunga kwa ikhlas, ukiwa wewe ni mkweli katika kujielekeza kwa Mwenyezi Mungu, mambo matano ambayo utakayopata ikiwa kama utakuwa ni mkweli katika kufunga kwako. Jambo la kwanza, ikiwa kama utafunga kwa ikhlas, jambo la kwanza ambalo utakayolipata ni maghfiratu dhunub, ni kusamehewa madhambi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, anasema kwamba man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa iman, yani usifunge kama vile ada, kama vile kawaida kwamba kwetu sisi huwa tunafunga basi ndio nimefunga Ramadhan, au papa na mama au baba na mama huwa anafunga basi na mimi nafunga kwa sababu familia yetu yote huwa tunafunga. Usifunge vile, bali ukifunga imanan, kwa ikhlas, kwa ukweli kabisa, unatafuta radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban, na kwa kutarajia malipo kwamba hii siyam ambayo nayofunga insha Allah Subhanahu wa Ta'ala atanilipa. Kwa hiyo ukifunga hii mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa iman na kwa ihtisab, kwa kutarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu, kutatokea kitu gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, basi unasamehewa yale yote ambayo yametangulia katika madhambi yako. Imagine mwaka wote mzima ambao ulipita, ni madhambi gani ambayo uliyafanya? Ni madhambi ngapi ambayo uliyafanya? Ni kiasi gani umemkosea Mwenyezi Mungu? Lakini kwa kufunga tu kwa iman, kwa ikhlas na kwa ukweli kabisa, unatafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Ukifunga usiwe na wasiwasi yoyote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, unasamehewa yale yote ambayo yametangulia katika madhambi yako. Na sio hiyo tu, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea, anasema kwamba man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayeinuka kisimamo cha Ramadhan, yani ukiinuka kuswali swala ya tarawih, kila kipindi tu unachoswali tarawih, unaswali tarawih sio kwa sababu basi nakosa choice, yani nalazimishwa kusimama kwa tarawih, hapana, bali unasimama kwa kisimamo cha tarawih kwa iman, kwa ikhlas na kwa kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu, wahtisaban, na kwa kutarajia malipo kwamba hiki kisimamo unachokisimama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yudhi'u ajra almuhsinin, Mwenyezi Mungu anakuwa hapotezi ujira wale wenye kufanya mema. Kwa hiyo inshallah Mungu atanilipa, unatarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu. Kutatokea kitu gani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, basi Mwenyezi Mungu atakusamehe yale yote, yani kumbuka machafu yote ambayo uliyafanya, Mungu atayasamehe yote kwa sababu tu unainuka kuswali salatu tarawih. Na sio hiyo tu, bali bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine, anasema waman qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakainuka laylatul qadr, yani 10 ya mwisho, yani imagine labda kufunga huko 10 ya mwanzo na ya pili imekupita, labda haukuinuka tarawih na Mungu anataka kusamehe, chance kingali ipo, fursa kingali ipo. Fursa yenyewe ni nini? Mtume anakuambia kwamba ukiinuka Lailatul Qadr, yani unajitahidi katika ile 10 ya mwisho, katika ile 10 ya mwisho unajitahidi kuitafuta Lailatul Qadr kwa iman, kwa ikhlas, kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na kwa kutegemea malipo kwamba Mungu atakulipa kwa ile juhudi ambayo unajitahidi kwa sababu yake. Ukifanya hivyo kutatokea nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, basi unasamehewa yale yote ambayo yametangulia katika madhambi yako, kwa kufunga, kwa kuswali tarawih, kwa kuinuka katika Lailatul Qadr, basi unasamehewa madhambi yako yote. Yani Mungu anataka kitu gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala anachokitaka ni nini? Yuridu Allahu an yatuba alaykum, Mwenyezi Mungu anataka ni kutusamehe. Kama anatupatia fursa, tukifunga tunasamehewa, tukiswali tarawih tunasamehewa, tukiinuka kwenye Lailatul Qadr tunasamehewa. Mungu anachokitaka ni kutusamehe. Na ndio maana ikiwa kama hutosamehewa, wewe ni mtu wa hasara. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi ya kwamba, na ni hadithi yenyewe ambayo Jibril, raisul malaika Jibril wa raisul ins wal jinn wal malaika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitikia amin. Jibril anaomba dua, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Ni dua gani yenyewe? Moja katika zile dua ilikuwa ni kwamba raghima anf, amepata hasara, ameangukia pua
imagine kwenye gorofa uangukie pua. Yani utasagika uso wote mzima. Yani umepata hasara. Ni nani ambaye amepata hasara? Man adraka Ramadhan. Mtu ambaye amepata fursa. Mwenyezi Mungu amempa umri, umefika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini baada ya kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ukachezea Ramadhan. Ukawa hauku appreciate ubora wa mwezi huu, ukauchezea mpaka Ramadhani inaisha, kisha ukusamehewa. Wewe ni mtu wa hasara mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu chance ni nyingi za kusamehewa, lakini wewe au kuexploit zile chance zote ili usamehewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana unaambiwa kwamba raghima an, amepata hasara mtu ambaye adraka Ramadhan. Mtume alikuwa akiomba dua afikishwe katika mwezi wa Ramadhan, lakini wewe umefikishwa katika mwezi wa Ramadhan. Wenzako wengi wamefariki, watu wengi, vijana, watoto, wakubwa, wazee umefariki, lakini wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa fursa ya kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini unauchezea Ramadhan. Unachezea Ramadhan, haukuexploit mwezi mtukufu wa Ramadhan mpaka mwezi unaisha ukusamehewa. Wewe ni mtu wa hasara mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo faida ya kwanza ambayo utaipata ndugu yangu Muislamu kwa kufunga kwa ikhlas, faida ya kwanza ni maghfiratu dhunub, ni kusamehewa madhambi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na faida ya pili ambayo utakayoipata, itqu raqabatika minan nar, yani Mwenyezi Mungu anafungua shingo yako. Yani ulikuwa kutokana na uchafu ambao umejichafua madhambi, siku ya kiyama ilikuwa inabidi ufungwe minyororo, kama vile Qur'an inavyoelezea kwamba thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an fasluku. Watu watafungwa minyororo, watadhalilishwa kama vile wao walivyokuwa wakidhalilisha amri za Mwenyezi Mungu, walikuwa hawatekeleze maamrisho ya Mwenyezi Mungu, na wao watafungwa minyororo. Sasa ulikuwa kwenda kwenye jahannam, lakini kutokana na ukubwa na ubora wa mwezi mtukufu Ramadhan, aitqu raqabatika minan nar, shingo yako inafunguliwa na minyororo, unakuwa huru, unakuwa libere, hautaenda tena katika moto wa jahannam. Hii ni faida ya pili kama mtu utafunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bwana Mtume anatuambia kwamba walillahi utaqa'u fi shahri Ramadhan wa dhalika kullu layla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na wale ambao Mungu huwa anawalibere, huwa anawacha huru katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, hawataenda tena katika moto wa jahannam. Nao ni kila usiku, kila siku ya Ramadhan Mungu analiberea watu. Ilikuwa inabidi uende kwenye jahannam, hautaenda tena, unafunguliwa, cheni inafunguliwa, hutaenda tena. Nikina nani hao? Nikina nani hao ambao watakaochaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni wale ambao man nadhara Allahu fi qulubihim, ni wale ambao Mwenyezi Mungu anatazama katika nafsi zao, anaona ukweli katika nafsi yao, wanatafuta radhi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wako sincere katika kutafuta radhi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hao kullu laila, kila usiku Mwenyezi Mungu huwa anawalibere. Ilikuwa inabidi waende kwenye jahannam, lakini hawatoenda tena kutokana na utukufu na ubora wa mwezi huu wa Ramadhani. Labda unaweza kujiuliza kwamba sasa labda inaweza katokea baada ya Ramadhani mtu ukaanza kufanya maasi, ukaanza kumkosea Mwenyezi Mungu, sasa itakuwaje? Hautaenda motoni? Hautaenda motoni, kwa sababu Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala akishakugomboa, akishakukulibere, akishasema kwamba uko huru, Al-Karim Allah hata kufunga tena ili akupeleke katika jahannam. Kwa hiyo itakuwaje ukifanya maasi? Mwenyezi Mungu atakusaidia, atakupa taufik. Baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, khairi yako itakuwa ni nyingi kuliko maasi. Inawezekana kama vile binadamu ukamkosea Mungu huku na kule, lakini khairi itakuwa ni nyingi kuliko maasi, na ikipimwa siku ya kiyama kwa kwenye mizani, kwa kuwa khairi yako itakuwa ni nyingi kuliko maasi, basi unaokoka na moja kwa moja utaelekea katika janna, kwa sababu Al-Karim akishakugomboa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hata kurudisha tena akufunge na kwenda kukuchoma katika moto wa jahannam. Kwa hiyo faida ya pili ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni utakuwa libere, utakuwa huru, hautaenda tena katika jahannam. Lakini tukue wa kweli, tuifunge kabisa kwa ikhlas, tukue na ile sidq fi iqbali ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo pointi ya kwanza, unasamehewa madhambi ukifunga kisawa sawa, na pointi ya pili, unagombolewa. Baada ya kusamehewa madhambi unagombolewa kwamba hutoenda tena kwenye jahannam. Na pointi ya tatu ambayo utaipata
wewe ambao mwenye kufunga bil ikhlas katika mwezi huu wa Ramadhan, utapata jibalu min alhasanat, milima ya hasanat. Thawabu itakuwa ni kubwa sana. Recompense ambayo utakuwa ukiipata katika mwezi huu, recompense ni kubwa sana, kwa sababu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba mwenye kutekeleza sunna katika mwezi wa Ramadhani kana kama adda faridan fima siwahu, malipo yake ni kama mtu ambaye katekeleza fardhi katika miezi mingine ambayo sio Ramadhani. Wa man adda fihi farida, na ukitekeleza fardhi, unaswali dhuhur mathalan, unaswali salatu al-fajr ya fardhi, kana kama adda 70 faridan fima siwahu, malipo yake ni kama malipo ya mtu mwenye kuswali fardhi 70 katika miezi mingine ambayo sio Ramadhani. Angalia yani thawabu vile ziko multiplier katika mwezi huu mtukufu Ramadhani. Na unaambiwa katika hadithi bwana Mtume anasema kwamba waman aftara as-saim, na ikiwa kama utamfuturisha yule ambaye aliyefunga, kana maghfiratan lidhunubihi wa itq raqabatihi minan nar. Ukimfuturisha mtu ambaye aliyefunga katika mwezi huu wa Ramadhani, thawabu iko multiplier. Kwanza utasamehewa madhambi, na sio tu kusamehewa madhambi, bali inakuwa kule kufuturisha mtu ni sababu ya kujigomboa wewe na moto wa Jahannam. Imagine, kwa kumfuturisha mtu inakuwa ni sababu ya kujigomboa wewe na moto wa Jahannam. Masahaba wakamwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sio kila mmoja katika sisi huwa anapata uwezo wa kumfuturisha mtu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba huku samehewa madhambi na kuwa libere, kugombolewa, kuacha huru, yani hautaenda tena katika moto Jahannam. Yani ikiwa kama utampatia mwenzako hata kikombe cha maji, basi elewa kwamba unapata malipo ya kusamehewa madhambi, na vile vile unakuwa umejilibere na kujigomboa katika moto wa Jahannam. Kwa hiyo ilikuwa ni pointi ya tatu. Na attention, tusisahau kwenye hii point ya tatu, sio kwamba ni malipo ya kufunga. Hii malipo ambayo tunaisema sio malipo ya kufunga, bali ni malipo ya matendo ambayo mtu anaifanya katika mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa amefunga. Sio malipo ya siyam. Malipo ya siyam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Siyam ni yangu mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mimi Allah ndio nitakayolipa. Yani malipo ya siyam itakuwa ni surprise, haijulikani. Hii yote ambayo tunaizungumza ni malipo ya matendo ambayo mtu anaifanya ndani ya Ramadhani, lakini sio malipo ya siyam. Malipo ya siyam itakuwa ni surprise, yani itakuwa ni zawadi nono ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakupa kwa sababu umefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo narudia tena, ni malipo gani ambayo mtu ataipata kwa kufunga mwezi wa Ramadhani? Pointi ya kwanza, unasamehewa madhambi. Pointi ya pili, baada ya kusamehewa Mungu anakuacha huru, hutaenda tena katika Jahannam. Pointi ya tatu, kuna jibal min alhasanat, mamontanya ya thawab. Recompense ni kubwa, kila unachokifanya kiko multiplier mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pointi ya nne au faida ya nne ambayo utaipata katika kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, faida ya nne ni Lailatul Qadr. Utapata ule usiku ambao unaitwa Lailatul Qadr. Ni usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anausifu, anasema Lailatul Qadr, ule usiku mmoja khairun min alf shahr. Usiku mmoja unazidia miezi 1000. Tukisema tuikonvertiri katika miaka, usiku mmoja wa ibada unazidia mtu kufanya ibada kwa miaka 84 ya kuendelea. Yani ukikutwa katika usiku unatoa sadaka, mathalan unatoa sadaka $50 usiku wa Lailatul Qadr, ni bora kuliko mtu kutoa $50 kwa kufuatanisha leo, kesho kutwa, mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitano, miaka 84. Wewe umetoa siku moja Lailatul Qadr, hiyo siku moja ni bora kuliko mtu kutoa sadaka kwa miaka 84. Na ukiwa unalia min khashyatillah, ule usiku moja ni bora kuliko kulia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa miaka 84. Na ikiwa kama unafanya dhikri, ile dhikri yako itakuwa ni bora kuliko mtu akae yuko unafanya dhikri kwa miaka 84. Na yani ukiwa unafanya amali yote ya khairi, ile amali ya khairi itakuwa ni bora kwako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko mtu ambaye kakaa miaka 84 huku akifanya khairi au akifanya ibada yote hiyo. Kwa hiyo hii ni katika zawadi au recompense au faida ambayo utaipata ikiwa kama umeifunga kisawa sawa. Narudia tena, faida ya kwanza unasamehewa madhambi.
Faida ya pili, unakuwa unaachwa huru, utaenda tena katika jahannam. Na faida ya tatu ni kwamba yani kila unachokifanya kitakuwa multiply. Na faida ya nne, unapata Lailatul Qadr. Na faida ya tano ambayo ni ya mwisho, Allah anakuwa radhi na wewe. Mwenyezi Mungu atakuwa konta na wewe. Na najua objective ya kila Muislam ni namna gani Allah akuwe radhi na yeye. Ridwaka khairu min ad-dunya ma fiha. Radhi yako wewe Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko dunia yote na kila kitu ambacho katika dunia. Yani Mungu akiko radhi na wewe, yani Mungu kuwa radhi na wewe ni bora kuliko kila kitu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha kwamba yuko radhi na wewe, Mwenyezi Mungu huwa anawaambia malaikati, ya malaikati ushihidukum anni kad ghafartu lahum. Enyi malaika wangu, kuweni mashahidi, hakika mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala hawa waja wangu ambao waliofunga wote nimewasamehe. Wale ambao waliofunga kisawasawa, waliofunga kwa kutafuta radhi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hizi ni faida ambazo utaipata ewe mtazamaji ikiwa kama utafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa ikhlas, imanan wa ihtisaban. Hizi ndio faida tano ambazo utakazozipata insha Allah mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi, kila mmoja ajitahidi na tuamprofite. Hii ni occasion, vijana tuamprofite avant tukue wazee. Hiyo ndio muda hivi, tukingali na nguvu tujitahidi tufanye khairi nyingi na tufunge kwa kutafuta radhi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na madamu tukingali wazima tuamprofite hivi, tungali wazima tufanye khairi nyingi katika hii Ramadhan kabla mauti hajatufikia. Na vile vile tuamprofite katika temps yetu libre, kwa sababu many time tulikuwa tukilalamika, mara nyingi tunalalamika there is no time, hatuna muda. Lakini wala alhamdulillah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na matatizo ambayo yapo, lakini kuna yana khairi yake pia. Matatizo yapo kweli, lakini pia kuna khairi, kwamba watu wanapata faragh, watu wanapata free time, watu wanapata muda ambao ulikuwa hupati muda wa kusoma Qur'ani. Hii ni chance kwa kusoma Qur'ani. Ulikuwa haupati muda wa kufanya dhikri, hii ni occasion kwa kufanya dhikri. Ulikuwa haupate muda wa kuinuka usiku, mchana una kazi nyingi, jitahidi uinuke usiku. Kwa hiyo tuamprofite katika hii taa ambayo tunaipata kuweza kufanya khairi nyingi, ili tupate thawabu, yani thawabu kubwa mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tuweke nia kwamba tusikubali hii Ramadhani yoyote atupite mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuweke nia sote ya kwamba Ramadhani hii la yasbiqani ila Allah ahad, sitokubali yoyote anipite katika hii Ramadhani. Tuwe kama vile Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, kuna siku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko nazungumzia kuna watu ambao walifunga sana duniani, wataitwa katika babu Rayyan. Na kuna watu ambao swala ndio ilikuwa ni nyingi sana katika maisha yao, wataitwa katika mlango wa swala siku ya kiyama, katika kuingia peponi. Na kuna watu wengine ambao jihad ndio walikuwa wakiipenda sana, wataitwa katika mlango wa jihad. Abu Bakar Siddiq akakaa akamuuliza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hivi kuna mtu ambaye atakayeitwa katika milango yote hiyo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema naam, na ninatarajia we Abu Bakar ni mmoja katika watu ambao watakaoitwa na milango yote. Mlango wa jihad anaitwa, mlango wa siyama anaitwa, mlango wa swala, yani kutokana na khairi nyingi ambao Abu Bakar alikuwa hakubali yoyote ampite katika mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuwe kama vile Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu katika kukimbilia khairi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum.